TV, mwanasiasa bingwa kabisa, mkazi wa kata ya Mbweni, alikuwa anatupa muziki. Hamasa, oye! Asante sana wote wazee wangu kwa kutuombea kura. Ndugu mwenyekiti, mgeni wetu rasmi, nataka nikuhakikishie kata ya Mbweni iko salama. Iko salama na iko tayari kwa uchaguzi. Kata ya Mbweni inawapiga kura zaidi ya 31 na kwa asilimia 85 tumewafikia. Tumefanya mikutano ya nje, tumefanya mikutano ya kijumuiya, tumepita kwenye vikundi, makundi yale maalum, tumepita pia nyumba kwa nyumba bila kuchoka pamoja na wazee wetu. Wewe mwenyekiti, tunakuahidi katika kata zako ndani ya wilaya ya Kinondoni, kata ya Mbweni, tutahakikisha kwamba ushindi wa Chama cha Mapinduzi utakuwa ni wa kishindo. Lakini ndugu mwenyekiti, tumeyafanya yote haya kwa sababu ya ushirikiano wa karibu sana na viongozi wetu wa chama ngazi ya kata na ya wilaya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wangu wenzangu wote wa kata kwa kujitoa kwenu bila kulala na kuwa tayari muda wote kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, jumuiya za chama kianzia UWT, wazazi, vijana wamekuwa wanafanya kama kushindana kwa ajili ya kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Wamefanya matukio mengi sana kwa kuhakikisha kwamba kila mmoja, kila mpiga kura tunamfikia, kila kundi tunalifikia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 kila mmoja anajitokeza kwenda kupiga kura, lakini anakichagua Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, mambo mengi yanaongewa na watangulizi wangu, lakini niseme ikiwa kama mgombea, mimi kwenye kata hii na mitaa ya kiserikali 5, matawi ya chama 6. Tumefanya kazi katika matawi yote na katika mitaa yote. Nishukuru wanambweni na wananchi wa Mbweni, kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa yote ni ya Chama cha Mapinduzi, inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Na tumefanikiwa na kubahatika kupata viongozi wazuri sana wa serikali za mitaa. Ni kidogo wa serikali za mitaa kama mtu kupote bali. Hata mkutu ndiye kasimama. Sisi ngoje. Lakini tunafurahi kwamba tuna viongozi wa serikali za mitaa wanaojituma sana. Mambo mengi serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyopita imeyafanya makubwa sana. Na alichokisema Mheshimiwa Urio ndio hicho kinachosemwa na kila mtu. Madiwani wengi waliopita wanaona wivu kwa kiasi cha miradi ya maendeleo iliyoletwa kwenye kata ya Mbweni. Na kwa hili bila unafiki lazima tumshukuru diwani wetu aliyepita, ndugu Richi Mtambalika. Lazima tumshukuru na tumpongeze kwa kutuheshimisha kwa wakati wa uongozi wake. Kwa hiyo tumefanywa mengi sana ndugu wetu. Tuna kituo kikubwa cha afya kule Malindi. Barabara ile ya Tanganyika Road imepigwa lami na ina mataa. Tuna madarasa ambayo yaliongezwa kwenye shule zetu za msingi na za sekondari. Lakini pamoja na yote hayo, yapo ambayo sisi yanatusukuma twende tukawe viongozi kwenye kata hii. Najaribu kusema machache kwa sababu ya muda, japo niguse kila mtaa. Mwenyekiti, kule Malindi Estate, bahati nzuri diwani mtarajiwa kata ya Gunji ni rafiki yangu. Huyu bwana nyumbani kwake nyumbani kwangu. Tuna mgogoro pale wa mpaka. Mimi ni waahidi wana Malindi, nitafanya kadri ya uwezo wangu kushirikiana na ndugu yangu Shabiri na viongozi wetu
wa mitaa yote miwili tuhakikishe kwamba tunaliweka sawa lile, ili wananchi wetu wasiendelee kuishi kwa sintofahamu. Lazima mwananchi akiishi ajue mimi niko Mbweni au niko Buni. Kwa hiyo hilo naomba wale ndugu zangu wa Malindi kwamba tutalisimamia kadri ya uwezo wetu. Najua hilo linasumbua sana, lakini kichama mwenyekiti wa Malindi, sasa hivi watu wengi wanataka kuishi Mbweni na watu wengi wanahamia Malindi. Kwa hiyo ule mji umekuwa sana. Kwa hiyo kichama ile tawi limekuwa kubwa sana. Siku wakati tunatembea kwenye kura kutafuta kura nyumba kwa nyumba, nilikuja kuangalia, tumetembea kilomita 15 kwa siku moja. Viongozi wetu wa chama pale wanaomba sana kwamba sasa tukagawanye lile tawi kabla hatujaomba kugawanywa ule mtaa. Kwa hiyo hilo niwahakikishie kwamba mtaenda pia kulifanyia kazi. Jambo moja la kusikitisha sana kwenye mkutano wa Mheshimiwa Rais ambaye ndio mgombea wetu wa kiti cha urais kwa Chama cha Mapinduzi kule Temeke, alisema jambo moja ambalo ni kero. Amesema tuna kero za migogoro ya ardhi. Akazitaja kata, ikatajwa na Mbweni. Mwenyekiti, migogoro hii kule Malindi hivyo. Niwaahidi wananchi wa Mbweni na wananchi wa Malindi, migogoro ya ardhi tunayo kwenye maeneo yetu mengi sana. Kule Mpigi tunayo, Teta tunayo. Kuna watu mwenyekiti wanakuja kujimilikisha ardhi au kuchukua maeneo yanayopangwa kwa shughuli maalum na kuyamilikisha bila utaratibu na bila kushirikisha wananchi au viongozi wa mtaa. Jambo hili limeweka migogoro mingi sana. Kwa hiyo niombe na niahidi kwamba katika uongozi wangu ni katika mambo ambayo nitayafanyia kazi. Sitaruhusu mtu yoyote kuja kuvamia ardhi, hasa maeneo ambayo yametengwa kwa matumizi maalum. Mambo ya kuja kupima juu kwa juu alafu yanatuachia sisi misala, hilo hatutakubaliana nayo. Tutasimamia kwa haki na tutahakikisha kwamba maeneo yaliyotengwa na serikali kwa matumizi maalum yanabaki, yanatunzwa na yanalindwa. Lakini kule Malindi tuna changamoto ya shule ya msingi. Viongozi waliopita wamehangaika na jambo hili, na yapo matumaini kwamba shule ya msingi itaenda kujengwa pale Malindi. Na niwaombe katika wakati wangu nitalishughulikia jambo hili kadri ya uwezo wangu. Natambua katika mitaa ambayo tuna barabara nyingi za lami ni mtaa wa Malindi, lakini katika zile barabara kubwa, mitaa mingi ya ndani ya Malindi Estate haipitiki au ni mbovu. Niwaombe ndani ya miezi 6 nihakikishe kwamba barabara zote za ndani japo zinapitika. Siwezi kuahidi lami kwa sasa hivi, lakini nitahakikisha kwamba ndani ya kata ya Mbweni barabara zote zinazoingia kwenye mitaa makazi ya watu zinapitika. Hayo ni kwa uchache kwa upande wa Malindi. Tuna mtaa wetu unaitwa Teta. Mtaa wa Teta ndio changamoto sana na mafuriko kwa sababu ya mfereji. Tumeliongea hilo na wananchi na viongozi. Na serikali yangu ya mtaa ikiongozwa na Gazura inasimamia hili jambo kwa karibu sana. Tutasimamia ujenzi wa mifereji na kuhakikisha kwamba maji yanapita na hayatuami na kusababisha madhara katika mitaa yetu. Pale Teta najua kuna vijana wetu hapa wanatoka shule ya sekondari Teta. Ile shule iko barabarani na haina uzio. Tunaahidi tutaenda kusimamia jambo hili kwa pamoja kuhakikisha kwamba shule hiyo inapata uzio na usalama wa wanafunzi wetu unakuwepo. Mtaa wa Teta hauna zahanati wala kituo cha afya. Lakini nafurahi kwamba mbunge wetu Geoffrey Timothy katika vitu alivyoahidi na ambavyo vipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kwamba tutaenda kujenga ama kituo cha afya kutegemeana na ukubwa na uhitaji wa ile ama zahanati. Lakini ndani ya muda wetu tutahakikisha kwamba ipo lau zahanati katika mtaa ule wa Teta. Tunayo mitaa yetu hii hapa Mbweni tulipo. Hapa Mbweni yapo malalamiko yamesemwa na mmoja wa wazungumzaji. Tuna chanzo chetu kikubwa sana cha uchumi ambacho ni bandari ndogo hii ya Mbweni. Bandari hii ina matatizo mawili kwa utafiti wangu kwa muda ambao nimekaa hapa.
Kwanza ina changamoto moja ya miundombinu, haijaendelezwa bandari hii. Pamoja na kwamba inaleta mapato makubwa sana serikalini, lakini haijaendelezwa. Lakini niseme changamoto ya pili ina changamoto ya usimamizi. Kunajitokeza migogoro mingi sana hapa inayotokana na usimamizi wa bandari hii. Kuna utashi unatumika kwenye uendeshaji wa bandari hii, na wananchi wengi wamekuwa wakilalamika. Hata jana wananchi wamenifuata hapa wakasema, mwenyekiti, tunataka kuja tuseme neno. Kaambia hapana, tunaitambua, tutalifanyia kazi. Ndugu zangu, ni waahidi, tulishasaidiana kwenye kutatua changamoto za bandarini. Ni waahidi kwa kweli hii itakuwa ni kipaumbele, kukaa na kutengeneza namna ambayo tutafanya kazi kwa pamoja na kila mtu anufaike na bandari yetu ya Mbweni. Yapo malalamiko kwamba barabara hii inayopita jeshini imefungwa, na tunatambua kwamba jeshi letu limefunga kwa sababu za kiusalama. Hilo tunalitambua, lakini tutawaambia, tutawashauri waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakatusaidia. Tunao barabara moja hapa inatokea Teta, inaweza ikawa mbadala mzuri sana wa barabara iliyofungwa. Tunatambua kwamba usalama wa nchi yetu ni muhimu, na wale wenzetu wakiona hatari huwa wanachukua hatua. Kwa hiyo walifunga barabara ile sio kwa ajili ya kukomoa wananchi, kwa ajili ya usalama wao na usalama wetu sisi wenyewe. Ndugu mwenyekiti, nagusia yaliyoyu yale ambayo ni muhimu, lazima tuyaguse kwa wananchi. Pale Maputo kuna soko kubwa sana la samaki, lakini soko lile linahitaji miundombinu. Wapo viongozi wa serikali za mtaa pamoja na viongozi wangu wengine wanashughulika na jambo hili, lakini tumeahidi kwamba pale tutaenda kujenga soko la kisasa. Lakini namna ya kufika kwenye soko lile, kuna daraja ambalo kwa muda mrefu sana halijajengwa. Tutaenda kulipa kipaumbele daraja lile, na kwa sababu nikiwa mwenyekiti wa chama tumeliongea sana, tumekuletea malalamiko mengi, tumekuletea maombi mengi. Ulikuwa unatuambia katafuteni kero za wananchi, tumekuletea. Mmoja wapo Maputo ni hiyo. Lakini Maputo pia nao wana changamoto za mitaro ya maji. Wakati wa mvua maji yanajaa sana kwenye maeneo yao. Tutaenda kuhakikisha kwamba tuna karabati, tuna panga kuhakikisha kwamba wakati wa mvua mifereji yote inaweza kupitisha maji, ili tusione mafuriko na wananchi wetu wakapata shida. Pale Maputo ndio kituo kikubwa cha daladala, lakini hatuna stendi. Kwenye ilani yetu tumesema kwamba katika moja ya mambo ambayo tunayashughulikia kwa shamba, tunapata eneo la stendi ambalo litatumika na mabasi na daladala wote, pamoja na watu wa bodaboda pia. Lakini baada ya soko la Mpigi kujengwa, watu wa Maputo wamekuwa wakiuliza, mbona sisi hatuna soko? Tulishaongea na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tunaratibu kupata eneo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Maputo nao wanapata soko lao kubwa sana. Nimalize na mtaa wangu ambao naishi mimi, mtaa wa Mpigi. Katika mitaa ambayo tumepata viongozi bora na bora kwa serikali za mitaa ni mtaa huu wa Mpigi. Ndani ya mwaka mmoja mama wamejenga ofisi mpya ya serikali ya mtaa. Ndani ya muda huo pia wanajenga na ofisi ya chama ya kisasa. Huo ni watu ambao tunaona jitihada zao. Lakini ndani ya mwaka huo mmoja kile kidogo chetu tulikuwa tunaletea kwamba Mpigi hakuna shule ya msingi. Mkandarasi yuko sasa. Na tulisimama pamoja, huyo mwenezi unayemwona kule mpaka wakati mwingine anafukuzwa kule manispaa, akaambiwa wewe ni kiongozi wa chama, nenda kwa mtendaji wa kata, kwa sababu pia kufuatilia shule ile ya msingi. Tunafurahi kwamba kwa usimamizi wa ufuatiliaji mzuri shule ile inaenda fanya kazi. Tunayo shule ya sekondari pale inafanya vizuri, lakini ina changamoto za miundombinu. Taarifa yake tunayo na yeye pia tutaisimamia. Ndugu zangu wa Mpigi, tumetengenezewa soko la kisasa. Najua lina mapungufu kadhaa, lakini tukatumia fursa ile ya soko lile kwenda kufanya biashara zetu pale. Najua watu wa Geza wanasema nimewasahau, lakini kwa sababu wanadondokea kwenye mtaa wa Mbweni. Wala nimemwona dada yangu pale, hata karanga huna. Sisi moi. Changamoto kubwa ya Teta ni ule uwanja unaojaa maji. Tunautambua na mnajua tulishaanza kufanyia kazi ikiwa kwenye nafasi kama mwenyekiti wa chama.
tutaenda kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifereji na tunasimamia, serikali inaweka mifereji kwenye barabara zote ambazo zinapitika ili maji yasiingie kwenye maeneo ya watu. Ndugu zangu, nimalize kwa kusema kwenye maisha ya binadamu sisi, ndugu mwenyekiti, tunaishi kwa makundi, na kama chama huwa tunatambua makundi maalum. Makundi maalum haya ni kama watu vijana wetu wa bodaboda. Vijana wa bodaboda tumewafikia karibu vijiwe vyote, na mtaa wa Malinyi tumeanza kufanya mfano kuwatengenezea vitambulisho vijana wote wa bodaboda. Tumeonyesha mfano, tunataka kufanya majaribio kuhakikisha kwamba mwendesha bodaboda, usafirishaji yoyote kwenye kata ya Mbweni anatambulika kwa kitambulisho. Tumeanza na kitambulisho liko tayari, nadhani bado tukugawiwa. Lakini mimi nimejipa ulezi kwenye kata hii ya maafisa wote wa usafirishaji. Nataka niwe mlezi wao, na tumeongea, wamenikubalia, kwa sababu nataka kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Tuna mama zetu, mama ntilie. Mama ntilie wamekuwa wakisumbuliwa, wakati mwingine wanakuwa na wasiwasi kwamba vile vibanda vyao pembeni vitabomolewa, hasa kule Malinyi. Lakini tuliongea na viongozi wa serikali ya mtaa, tukasema badala ya kuwabomolea au kuwafukuza, tutatafuta wadau watajenga vibanda vya kisasa, vitapendezesha mandhari yetu, wote tutahangaika nao. Tuna vikundi vya kina mama ni vingi sana. Hawa kina mama huwa wanajikusanya pamoja kwa ajili ya kupambania uchumi wao. Mimi kama diwani mtarajiwa, nilichoahidi ni kimoja: nitapambana kuhakikisha kwamba kila kikundi kwanza kimesajiliwa, kila kikundi kitakachoomba mkopo tuhakikishe kwamba kinapata mkopo ule. Lakini nilichoahidi ni kwamba ofisi ya diwani ajaye kata ya Mbweni itakuwa na waratibu kwa ajili ya kuwasaidia vikundi hivi bila malipo yoyote. Maana tumepata ile changamoto kwamba watu wanahangaika, wanatumia pesa, wanaenda ngoma mikopo hawapati. Tutawasaidia kuratibu jambo hili kuhakikisha kwamba yale maombi yao yanakuwa yamenyooka. Lakini tuna vikundi vingi vya vijana, wanafunzi. Ni waahidi jamani, tukiingia madarakani hakuna kikundi takiacha. Wale vijana wangu wa zile timu za mpira, mnajua tumefanya mabonanza kila mtaa, nadhani kasoro mitaa miwili mmoja nadhani, lakini yote ilikuwa ni kuhamasisha, kuwapa elimu ya uchaguzi na kuwaweka kuwa tayari kushiriki uchaguzi huu. Niwaombe ndugu zangu, Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa Kinondoni alitamka kwamba yeye ndio amiri jeshi mkuu na yeye ndio rais wa nchi hii. Anawahakikishia kwamba amani ya Tanzania ipo. Anawahakikishia kwamba ulinzi na usalama utakuwepo siku ya kupiga kura. Tujitokeze kwa wingi tukapige kura. Anataka aone maandamano ya wapiga kura, hataki kuona maandamano ya watu wengine. Sasa hiyo kasema amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo niwaombe tarehe 29 wanambweni wote tutoke, tupitiane kwa wingi tukapige kura, tukashiriki zoezi la kupiga kura. Bila kupiga kura, wewe mimi siwezi kuwa diwani. Bila kupiga kura, mbunge hawezi kupatikana. Bila wewe kupiga kura, rais hatapatikana. Lakini ni kura yako ambayo ndio itaenda kumchagua diwani, mbunge na rais. Na hiyo ndio inaenda kuleta maendeleo katika mitaa yetu. Kwa hiyo niwaombe tarehe 29 mwezi wa 10 wote kwa pamoja kata ya Mbweni tujitokeze tukamchague Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wangapi wataenda kumpigia kura Dr. Samia? Dr. Samia! Tarehe 29 mwezi wa 10 tujitokeze tukampigie kura kata yetu, ndugu yetu, mbunge wetu mtarajiwa, ndugu yetu Geoffrey Timothy. Wote tukapige kura bila kubabaishwa na mtu yoyote. Wangapi watampigia kura Geoffrey Timothy? Jamani, kwa unyenyekevu mkubwa sana, ndugu yenu mimi hapa nawaomba tarehe 29 mkanipigie kura za pia. Ambaye hata nipigia kura atakuwa mchawi. CCM hoye! Nawapenda sana, mnajua hilo. Na niko tayari kuwatumikia kwa unyenyekevu wote. Nitajitoa kwa nguvu zangu zote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba
tunapata maendeleo kwenye kata yetu ya Mbweni. Nitahakikisha naendelea kuheshimisha kata yetu hii ya Mbweni ili iendelee kuwa mfano bora. Tarajii kwamba kata yetu ya Mbweni iwe ni katika kata ambazo itakuwa ni sababu ya vurugu siku ya uchaguzi. Asanteni sana na wapenda sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante sana. Ninaombi kidogo. Ninaombi mzakuu katibu wangu. Ninaombi kidogo tu. Ninaombi kidogo. Hamasa.